Waziri wa mambo ya nje wa Sweden, Maria Malmer Stenergard, ametoa onyo kali kwa raia wa nchi hiyo waliopo nchini Iran, akiwataka kuondoka haraka iwezekanavyo kutokana na kuongezeka kwa hatari ya hali ya mzozo katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wa kijamii wa X, Waziri Stenergard amesema hali ya usalama nchini Iran pamoja na eneo zima kwa sasa ina sintofahamu kubwa na inaweza kubadilika muda wowote. Kutokana na hali hiyo, amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ushauri uliotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Sweden kutosafiri kabisa kwenda Iran. Mbali na kuonya dhidi ya safari mpya kuelekea Iran, waziri huyo ametoa wito wa dharura kwa raia wa Sweden waliopo tayari ndani ya Iran kuondoka nchini humo wakati bado kuna fursa ya kufanya hivyo. Amesema bado inawezekana kuondoka kupitia safari za ndege pamoja na kuvuka mipaka ya nchi kavu, lakini hakuna uhakika wa hali hiyo kuendelea kuwa rahisi iwapo mzozo utaongezeka. Katika tamko lake, Stenergard amesisitiza kuwa wale watakaochagua kubaki Iran watachukua jukumu kubwa la kibinafsi juu ya usalama wao. Ameweka wazi kuwa endapo hali itazidi kuwa mbaya, Wizara ya Mambo ya Nje haitakuwa na uwezo wa kuandaa operesheni ya kuwaokoa au kuwahamisha raia wake kutoka Iran. Kauli hiyo inaashiria uzito wa tahadhari iliyotolewa na serikali ya Sweden na inaonyesha kuwa kuna uwezekano wa hali ya hatari kuongezeka ghafla. Onyo hili limekuja wakati hali ya kisiasa na kijeshi katika eneo hilo ikiendelea kuwa ya wasiwasi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya Ijumaa kuwa anafikiria uwezekano wa kufanya shambulio dogo la kijeshi dhidi ya Iran. Lengo la hatua hiyo, kwa mujibu wa kauli yake, ni kuishinikiza Iran kufikia makubaliano fulani, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu aina ya shambulio au muda wake. Kauli ya Trump imeibua mjadala mkubwa wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa Marekani imekuwa ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati katika siku za hivi karibuni. Hatua hiyo imeongeza hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano kati ya Washington na Tehran, hali ambayo inaweza kuathiri si tu Iran bali pia mataifa jirani na raia wa kigeni waliopo katika eneo hilo. Kwa upande wa Iran, mamlaka za nchi hiyo bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu onyo la Sweden, lakini mazingira ya sasa yanaonyesha kuwa mataifa kadhaa ya Ulaya yanaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo hali ya usalama. Kwa ujumla, tahadhari ya Sweden ni ishara ya wazi kwamba jumuiya ya kimataifa inaona uwezekano wa hali ya usalama kuzorota ndani ya muda mfupi. Raia wa Sweden walioko Iran sasa wanakabiliwa na uamuzi mgumu: kuondoka mapema kabla ya hali kubadilika au kubaki huku wakichukua hatari ya kutokuwepo msaada wa moja kwa moja kutoka kwa serikali yao endapo mzozo utaongezeka. Huku macho ya dunia yakielekezwa Mashariki ya Kati, swali linalobaki ni je, mvutano huu utaishia katika kauli za vitisho tu au utageuka kuwa hatua halisi za kijeshi? Muda utaamua zaidi. Basi kupitia taarifa hii ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sweden na Waziri wa Mambo ya Nje wa Sweden, Maria Malmer Stenergard, kuwataka raia kuweza kuondoka haraka nchini Iran, raia wa Sweden, na kueleza kwamba endapo hali itaweza kuwa tata zaidi, basi serikali haitakuwa na jukumu au uwezo wa kuweza kufanya operesheni za kuweza kuwanusuru raia wao ili waepukane na dhahma ya vita ambayo huenda ikatokea wakati wote kati ya Irani pamoja na Marekani. Ni mwendelezo wa mataifa kadha wa kadha kuweza kueleza wazi kwamba raia wao wanapaswa kuweza kuondoka moja kwa moja hapo nchini Irani. Tuliona mapema mwezi Januari taarifa kutoka Marekani, lakini Norway, Australia na mataifa mengine wakitoa matangazo kwamba raia wao ambao wako pale nchini Irani wanapaswa kuweza kuondoka mara moja kwa ajili tu ya sababu za kiusalama ambazo huenda usalama ukachafuka katika taifa la Irani wakati wote na eneo zima la Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji wetu, tuko hapa kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu, kama bado hujaweza kuungana nasi kwa kusubscribe, ni kuombe wakati ni huu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.